Mheshimiwa Kamishna Siro, Kamishna Mkuu, ndugu zangu waandishi wa habari, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kicha. Naomba kujitambulisha. Mimi naitwa Khalid Salum Mohamed. Nimekuwa mwathirika kwa jinsi moja au nyingine na matumizi ya madawa ya kulevya. Leo siku hapa kutoa historia kwa nini ilikuwaje na nikaingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Hayo naomba tuweke kwa siku nyingine tafadhali. Nimekuja mbele yenu hapa kama kijana aliyepotea njia hapo nyuma na kuingia katika janga hili la taifa. Kutoka moyoni mbele yenu nyinyi waandishi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Kamishna Siro, Kamishna Mkuu na wote wanaotazama na kusikiliza huko majumbani kwao, kukiri nilikosea sana familia yangu, mama yangu, marafiki zangu na jamii kwa ujumla. Pia kuchukua fursa hii kuwaomba msamaha wale wote niliwakwaza when I was under influence ya drugs. Naomba mnisamehe tafadhali. Na naomba Mungu anisaidie mnisamehe tafadhali. Nimesimama hapa kama kijana shupavu, mpambanaji, mwenye nguvu mpya, lakini niko hapa mbele yenu kama mnyama. Na niko tayari kuunga mkono vita hii ya madawa ya kulevya. Narudia tena, mnyama. Maana vita hii inabidi uwe mnyama kama kakangu Makonda ili uweze kushinda. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kakangu Mheshimiwa Makonda. Najua wengi wanajiuliza imekuwaje na kwa nini, lakini hakuna anayejua nimepitia mangapi mpaka kufikia hapa. Labda nilihitaji nguvu ya dola itumike ili nione uzito na ukubwa wa hili jambo kwangu mimi. Sometimes in life you can mess it up and you can walk and try again. Kwa hiyo mimi nashangaa watu wengine wanasema yule jamaa sasa ndo atakuwa snitch. Okay, what should I do? Nikae niendelee kuwa mwathirika au nipate msaada? It's a wake up call to me, jamani. Kama mmekaa mnasema yule atatutaja, wangapi ambao wametajwa tayari miaka 3 iliyopita? This is a public disaster. Na sidhani kama mtakuwa mmeangalia mnasema tena, I want to be a good example for my life na society nzima. Imagine mtoto wangu Jamal. Imagine mtoto wangu Jamal sasa hivi hawe anafuata nyendo za baba yake. Itakuwa mimi sanaa ya Tanzania au Tanzania kwa ujumla nimeifanyia nini? So naomba tena nimshukuru Mheshimiwa Makonda, Mheshimiwa Rais kwa kutuamsha sisi vijana na kuona kwamba hata serikali iko tayari kutusaidia kutokomeza shetani huyu. This is a wake up call for me. Na sitorudi nyuma kamwe. Natangaza rasmi kujiunga katika vita hii. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anisaidie kwa nguvu zake zote. Atuongoze tuokoe maisha ya vijana wenzangu huko mitaani. Nachotaka kusema tu cha mwisho, naamini kabisa na nimesimama hapa ili niwe shahidi. Naamini kabisa muziki bila matumizi ya madawa ya kulevya inawezekana.